mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Na tuweze kuongezea pia Wakolosai 2:14. Kolosai 2:14. Ile inasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Asante. Hukumu ya msalaba. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi alimuumba na mwanadamu, akamweka katika bustani ya Eden, akampa maagizo, na maagizo yale yaliyompa aliyavunja. Mwanadamu akaingia hatiani, mwanadamu akavunja uhusiano wake na Mungu. Hivyo kati ya mwanadamu na Mungu hapakuwa na mahusiano tena baada ya anguko. Kabla ya anguko, tunaona jinsi ambavyo Mungu alikuwa akimtendea Adamu na kuwa na fellowship naye, lakini baada ya anguko hatuoni tena. Na Biblia inatueleza sehemu nyingine, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na hivyo mshahara wa dhambi ni mauti. Mwanadamu alikuwa tena chini ya hukumu ya Mungu kwa sababu ya dhambi aliyoifanya. Lakini Mungu mwenye haki na mwenye rehema, haki hii ikakutana na rehema, ilibidi amtume mwanaye Yesu Kristo ili aihukumu dhambi juu ya mti kupitia mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo yeye alizihukumu dhambi za wanadamu juu ya msalaba, juu ya mti. Hivyo hatua iliyobaki kwa mwanadamu ni yeye tu kuamini na kukiri na kumkubali na dhambi zake. Lakini Isaya pia anaongezea, Isaya 53 na mstari ule wa 4 hadi ule wa 5. Isaya 53 mstari ule wa 4 hadi wa 5. Tunaweza tukasoma hapo. Naomba msomani kusomea. Hakika amefungua masikio yetu, kuifuta hukumu zetu, lakini Tanzania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kupigwa kwake sisi tumepona. Hii ndiyo hukumu ya msalaba, ya kwamba Mungu alimtuma mwanawe ili aweze kuzihukumu dhambi za wanadamu juu ya mti, juu ya msalaba. Isaya alitona huu miaka 700 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hii ni hukumu ya kwanza ambayo tunaiona Mungu amekwisha kuifanya miaka 2000 iliyopita. Lakini hukumu ya pili, hukumu ya pili ni kujihukumu mwenyewe. Mwanadamu anatakiwa ajihukumu mwenyewe. Paulo aliwaambia Wakorinto sura ile ya 11 mstari wa 28, Wakorinto wa kwanza, alipokuwa anawapa ushirika mtakatifu